katibu mkuu sawa wa TFF na bodi ya ligi, sawa, mwenyekiti wa bodi ya ligi, sawa, si umenielewa brother, pamoja na bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu tumetoa sababu za msingi, nimeanza kuzielezea hapa, sawa. Wameshindwa kuicontrol kamati ya masaa 72, wameshindwa kuwa na makali ya moja kwa moja wao kama wao wanapokea maelekezo kutoka kwa TFF na izungumzia bodi ya ligi. Wameshindwa kuwa na usawa, wameshindwa kuzuia makosa na kuendelea kuyafanya yajirudie makosa yale yale. Hivyo vyote ni vitu ambavyo ni sababu tosha za kuwafanya wao waivunje. Na uzuri ni kwamba inatengenezwa na vilabu. Leo hii mwenyekiti wa bodi ya ligi hana kilabu chochote anachokiongoza. Unakuwaje mwenyekiti wa bodi ya ligi? Leo hii mwenyekiti wa bodi ya ligi, sawa, unaendeshwa na mwenyekiti wa TFF na katibu wake kwa kukupa maelekezo akati wewe upo kwa niaba ya vilabu. Sasa which is which brother? Ifike wakati tukae kwa ajili ya mpira wetu. Nchi inapitia wakati mgumu sana, vitu ni vingi. Kuna kina Gwajima wanasumbua huko, kuna wakina Tundu Lissu huko, kuna sijui ishu za maaskofu. Vitu vyote hivyo vinajaribu kutusumbua kama nchi. Si umeendelea? Aidha ni vya haki au sio vya haki. Lakini hata kwenye mpira tuje kweli pia mtusumbue. Ndio sehemu pekee wa Tanzania tunaojifariji sasa hivi. Lakini pia mnataka mtuharibie mpira wetu. Tukimbilie wapi sasa wa Tanzania? Kama hadi mpira mnaamua kuuchafua, mpira mnaamua kuutilia doa, mnaamua kutupandikizia chuki katika soka letu, tukimbilie wapi watu wa mpira? Na ndio faraja yetu pekee ilipobaki. Maisha yamekuwa magumu, sio, umeelewa? Lakini mwisho wa siku mtu unaangalia, nikifanya kazi yangu siri nakula. Basi ngoja nibadilike na mpira wangu. Haya mambo mengine waachie wenyewe. Wewe nani ukaweza kubadilisha nchi? Lakini mwisho wa siku hadi huko wanatuingilia sisi, inatuuma. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, tunaomba kwenye mpira wanatugusa moja kwa moja wananchi. Ndio furaha yetu ilipo. Tunaomba wasiendelee kutuharibia. Jemedari Saidi, kazi zinakushinda, kila unapokaa unafukuzwa. Naomba pia kama itawezekana Crown Media mumtoe. Hana lengo zuri, kwa sababu lengo la Crown ni kusambaza habari nzuri za michezo, kufundisha watu mpira, kuelimisha, sawa. Lakini anachokifanya Jemedari ni uharibifu, ni uchonganishi, sawa. Kila siku yeye amekuwa ni mtu wa kutetea hadi maovu. Sasa ndugu yetu, tukuelewe vipi? Umekuja kutetea maovu, umekuja kubadilisha mpira wetu. Tukuelewe, mimi nipo tayari hata kukuambia hivi face to face. Hatukupendi kwa sababu hauna malengo mazuri na mpira wetu. Wewe hata jambo zuri unalikemea. Mtu gani wewe? Unataka iendelee bodi ya ligi na TFF ishikamane hivi? Wewe kwa nini unataka hivi? Wanayofanya marefa msimu huu unaona ni sawa? Bado unatetea. Mdogo wako Hansi anakufundisha, anakuzidi uelewa, anakuzidi maarifa, anajaribu kuongelea mpira. Hansi kashatusema mara kibao Young Africans. Lakini mbona mpaka leo sisi tupo naye na tunamuelewa? Kwa sababu hajaamua kuchagua upande, anaongelea ukweli. Mbona Arajiga akichezesha watu walalamiki? Hata Simba wenyewe walalamiki. Kimya. Lakini akichezesha Kayoko, nani huyu Kayombo, akichezesha sijui Jefa sijui, akichezesha sijui akina, wote wanalalamika. Na waamuzi wamekuwa wakijirudia katika mechi za Simba. Sasa sisi tunakosa kusema hatuwataki. Haya, tunakuja CRDB. Hawajatupa chetu mpaka leo, sasa haijaeleweka. Ilipelekwa kwa bodi ya ligi na TFF lakini haijafika kwetu, au CRDB bado hajatoa mpunga. Tumefanya mambo mengi sana CRDB, tumeiongelea vizuri sana CRDB. Tumehangaika na matisheti yao, tumetangaza sana CRDB. Kumbe jasho letu lote. Finali ilikuwa ngumu, mechi na Azam ile. Watu tunahangaika, jasho linatoka mpaka mtu moyo unadunda. Watu walipata pressure. Kumbe matokeo yake pesa yetu haijalipwa. Lakini Yanga walivyokuwa waeledi, Yanga walivyokuwa watu wenye maarifa, walikaa kimya, wakasema kwa sababu kwa mpira wetu unavyoendeshwa, haya mambo ya kucheleshana ni kawaida. Mwaka mzima na barua zinapelekwa hazijibiwi. Maana yake nini? Vyombo vilivyokuwa pale juu, sababu Yanga atawaandikia barua bodi ya ligi na TFF ndio walioandaa hayo wanaosimamia mashindano, japokuwa ni yameandaliwa na CRDB. Maana yake wamepuuziwa na TFF na bodi ya ligi. Sasa kwa nini sisi tuendelee kuwashikilia hawa watu? Kwa nini tusiwatumbue? Kwa nini tusiwaseme kwamba hawatufai na hawana malengo mazuri na Young Africans? Kweli sisi tumesema tutachezaje? Yani kweli nicheze finali ya pili, finali iliyoisha sijapewa hela yangu? Hebu jamani, kuweni hata nyinyi basi. Lakini hata hilo Jemedari analipinga.
Yani mtu finali anaingia finali ya pili. Sawa? Wewe finali ya nyuma hujapewa chako. Lakini hata hilo watu wanalipinga, wanailaumu Young Africans. Jamani, Yanga mnataka iendeshwaje? Watu watoe hela zao mifukoni. Mbona mnatuonea Young Africans? Tumekuja watu wa mpira wote, jana nimekutana na watu zaidi ya 3 wa mpira. Kuna mzee wangu Simba Google yupo Makumbusho pale. Anakuambia Young Africans kwa hiki walichokifanya ni safi. Inabidi TFF na bodi ya ligi wawajibike. Wanapoelekea wanaonekana wazi wanashindwa hata wao wenyewe kukaa chini meza moja na kuelewana. Sio, umeelewa? Ni vitu ambavyo viko wazi. Wewe leo hii Yanga anataka bodi ya ligi na iwe independent. Sawa? Taasisi wanajielewa. Ni kitu cha msingi. Lakini kuna watu wanapinga. Jemedari, Yanga imekukosea nini Jemedari? Una shida gani na Young Africans? Una shida gani na mpira wa Tanzania? Mbona wewe kama ni Mtanzania lakini wewe umetumwa kutuharibia mpira wetu? Kwa nini unaendelea kufanya vitu hivyo? Una hata aibu wewe mzee? Sio umefukuzwa huko. Watu wanasubiri ligi ishe tu uondoke. Ukaona sio haitoshi uje uharibu na vitu vingine katika ligi yetu. Tumekuchoka. Tumekuchoka Jemedari. Aondoke hapa. Aondoke. Asitangaze tuna mpira. Rudi kwenu kijijini kwenu bwana, huko Tandaimba sijui wapi. Usitujambulie mpira bwana. Unatuharibia mpira wetu. Tukufiche kwa nini? Wewe kila kitu unakikemea, kila kitu hadi kitu kizuri. Sawa. Ifike wakati bwana uwe na ujielewe bwana. Tunashinda kukujua sisi. Wewe unataka nini? Hapana. Sio sawa kabisa. Na narudia, nipo tayari kumwambia hivi hata ana kwa ana. Anakutafuta. Anitafute. Ana kwa ana nipo tayari kumwambia. Anatuharibia mpira wetu. Sasa. Alafu TFF na bodi ya ligi wanamsikiliza sana. Kuna maamuzi mengi sana naangalia. Unaona points gani? Wanashindwa kuwa waelewa. Wanasikiza ushauri wa watu ambao hawana akili. Watu ambao hawana malengo mazuri na mpira wetu. Mzee Kadugule akaongea. Yule mzee nani yule pia aliongea kwamba hiki wanachokifanya bodi ya ligi na TFF inabidi waikae pembeni. Wanangangania nini? Kwa nini unangangania sehemu haina maslahi na wewe? Maana yake kuna maslahi unayo. Mimi jana nakwambia za ndani kabisa. Kuna mvutano kati ya bodi ya ligi na TFF. Wenyewe washajiona ndio wenye makosa na ndio walosababisha pakafikia hapa. Lakini bodi ya ligi anashinikizwa atoke ajiuzuru na viongozi wa TFF na katibu mkuu, katibu wa TFF na mwenyekiti. Bodi ya ligi nao anakuambia kama sisi tujiuzuru na wewe nyie mtoke. Sababu nyinyi ndio mmetupa maelekezo mabovu. Kuna mvutano kati yenu. Sisi tunajua yote. Mwambieni hata Jemedari basi kama kuna vitu sisi tunavijua. Unatetea nini wewe? Mvutano mkubwa pale upo. Maana imekuwa ni ngumu sana kutoa sababu. Yaani tu akahisi kwamba wakituita sisi watafanya negotiation mambo yataisha. Nani amekwambia Yanga inapelekwa kizembezembe namna hiyo? Tumerudi na msimamo tukawapa mambo haya 3 ya msingi, 4 kwa ujumla. Mambo 4 tukaambia ya 3 ya msingi. Sasa hivi Yanga kauli mbiu ni moja tu, mambo 3 ya msingi. Lazima yafanyike hayo. Timu inagendeshwa kwa gharama kubwa. Watu wanaendesha timu kwa gharama. Wewe unaihujumu. Yaani pointi za Yanga uje uzichukue kizembe tu. Nani kakwambia wewe hakuna maisha hayo? Kizembe tu. Tumepambana, tunasafiri mvua na jua. Wewe uje uchukue pointi kizembe tu. Sheria ipi? Waje na sheria watuoneshe hapa. Ikifika uwanjani pointi tunanyang'anya. Sheria ambayo hiyo iliruhusu kwamba mtu aje train asicheze mechi. Busara. Hii sasa kwa hiyo kwa Yanga sheria, kwa Simba busara. Msituletee hizo pigo nyinyi. Akaiti mtu pointi. Na hatupo tayari hata kugawana pointi moja. Hatupo tayari. Wajiuzuru game ipigwe. Full stop. Simba na Yanga sisi mwanangu. Sisi umeona tunapigana madongo lakini tukitoka tunakula chazi afu story safi tu. Vipi kama hatuna tanoma sisi. Sisi sio maadui. Sijui umeelewa? Lakini hao wanaenda kutuchonganisha. Vipi kama mkikata hamjafika uwanjani au kakata point? Hawana uwezo wa kufanya hivyo. Hawana uwezo.
sababu bodi ya ligi ina madudu kibao, maozo kibao, na ubaya sasa hivi Yanga wanaongea vitu kwa ushahidi. Ogopa taasisi ikitaja jina la mtu Sheikh, maana yake tunazo shahidi za kutosha. Bwana Baraka, shukrani sana. Asante sana, ila jemedali ujumbe wangu kufikie.